Kitako viongozi wa shirika mbalimbali ya serikali ambao waliweza kutafakari swali kulingana nukta tatu waliweza kutafakariwa katika mkutano huo. Kwanza waliweza kutafakari swali kuambatana na hali ya usalama upande mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Walichunguza pia mwendo ya mkataba mapatano ya Luanda, Nairobi, pia kanuni ya ONI namba 27 ambao kuhusu hali ya kwa sasa. Baba wa taifa aliandika viongozi hawa kuwa na tabia yenye kuwa halali ya viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aliwajulisha pia kwamba tangu sasa EAC wataweza hivi kutumika pamoja. Kwa baba wa taifa aliweza pia kuwafasiria kufatana na matembezi yake pale Doha. Alijulisha pia kwamba mkutano ama kanuni hiyo ya ONI namba 27 hiyo ni mwendo bora ya kidiplomasia ambayo imetoa tunda bora. Kwa hiyo alialika tu waziri mkuu waweza kuendelesha hali hiyo ya mazungumzo ya kidiplomasia ambayo itakuwa kwa faida ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aliweza pia kujulisha ya kwamba kufatana na hatua ya mazungumzo yenye kufanyizwa kwa kunako uongozi wa nchi, yeye ndiye alianzisha hapo, ni kwa ajili ya kurudisha nchi katika hatua ya umoja na kila mkongomani ajikute ndani. Habari kuhusu waziri mkuu Bibi Judith Suminwa Tuluka ambaye aliweza kujulisha ujumbe ya wataalamu wa ONI waliweza kupokelewa ofisini mwa kimakazi wakiongozwa na Bibi Marie-Thérèse Keita, hapo kufatana na yale yenye kupitikana upande wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao ni muhimu hivi wapate kulipishwa hapo vikali wale wenye kutenda maovu upande wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alijulisha hapo. Kufatana na hiyo, mnapaswa kujua ya kwamba hapo katika ofisi yake ya kazi waliweza hivi kutafakari hali yenye kupitikana huko upande wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alijulisha Bibi Marie-Thérèse Keita ya kusema ya kwamba kufatana na makosa hiyo yenye kupitikana hapo, ni muhimu waliokuwa msingi ya makosa hiyo na mauaji hiyo yenye haiheshimu hata kidogo haki ya binadamu wapate hivi kulipizwa vikali kuambatana na sheria. Hapo alipiga nukta zaidi wakati alipokelewa na waziri mkuu kiongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alitoa pia kufatana na yale yanayopatikana mjini Goma, Bukavu na teritoria yenye kushambuliwa na jeshi ya Rwanda, pia waasi wa M23 pia wa AFC. Habari kuhusu utalii, tuajulisha ya kwamba waziri kusika na utalii Didier Mpambya Musanga, yeye aliweza hivi kufasiria kufatana na hali ambayo kiongozi wa serikali aliweza kufanya mzunguko kwa ajili ya kuhimiza na kuamsha dhamiri ya wakongomani yajielekeza huko katika eneo ya Kikwit pia Kenge. Hapo ni kwa ajili ya kuunga ujumbe hiyo ya baba wa taifa kufatana na hatua hiyo ya kuamsha dhamiri ambayo waziri mkuu Bibi Judith Suminwa Tuluka ameendelea kuzunguka hapa na pale kuamsha dhamiri ya wakongomani kufatana na yale yenye kupitikana upande wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana Didier Mpambya Musanga naye aliunga ujumbe hiyo na kualika raia wapate kuwa nyuma ya kampeni hiyo ya kuhimiza raia pia uamsho wa dhamiri kufatana na yale yenye kupitikana upande wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kufatana na kampeni hiyo ya Mkongomani Simama ambao itaalika wakongomani wote wawe kama vile mtu mmoja, wakisimama wakiunga mkono onya baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pia kuwa nyuma ya vikosi na kutetea nchi, kuwa na mapendo ya nchi na dhamiri hiyo ndio ambayo itaweza kutuma wakongomani wapate kutetea nchi mahali popote mkongomani amepatikana, apate kutetea nchi kama gisi inavyostahili. Katika jimbo ya Kwango huko tutawajulisha ya kwamba makamu wa waziri kusika na sheria ambaye alikuwa hapo jimboni Kwango, ni kufatana tu na mzunguko hiyo ambayo kiongozi wa serikali aliweza kufanya hapo, ndio Maître Samuel Mbemba Kabuya aliweza kujielekeza kunako jela kuu ya Kenge. Huko ni kwa ajili ya kuangalia namna gani wafungwa wameishi hapo. Kufatana alifaidia tu na matembezi hiyo na kuweza
kuweza kuachilia wale wafungwa ambao waliweza kufungwa katika makosa ndogo ndogo. Wale wafungwa ambao wamekuwa tu na malipizi kuu ndio wamebaki jilani. Unapasha kujua ya kwamba makamu waziri kusika na sheria Maître Samuel Mbemba Kabuya aliweza kujulisha ya kwamba atarudia tena hapo baada ya siku 10 kwa ajili ya kuendelesha operation hiyo ya kupunguza idadi ya wafungwa katika jela. Hatua hiyo iliweza kusifiwa na raia wa eneo hiyo. Aliweza kujulisha pia ya kwamba haya yote imeonekana kufatana na kazi ya serikali ambayo imekuwa na shurti ya kuinua sheria nchini na kuheshimu kanuni yenye kuchukuliwa kunako ngazi za juu. Habari nyingine ni kujulisha kwamba wa askari polisi ambao wamekuwa na shurti ya kutumika pembeni ya raia kwa ajili ya kuweza hivi kuboresha kazi na kufanya misioni yao ya kulinda raia na mali. Unapaswa kujua ya kwamba mkutano ambao uliweza kufanyizwa hapo ni kwa ajili ya kustawisha hatua mbalimbali muhimu kulingana na muradi ya ujuzi ya kazi ya askari polisi, pia amani kwa faida ya raia. Komisa mkuu wa polisi Jemadari Benjamin Alonga Boni ambaye aliweza kuongoza mkutano huo, pia waliweza kuhudhuria hapo kufuatana na mpango kuu ya inayoitwa P4P ambayo inaweza ilitia kitako uongozi kuu ya mradi huo ambao wamekuwa katika kipindi yao ya pili. Mpango huo umekuwa na shabaha pia hatua bora ya kuweza kujitahidi kwa ajili ya kujigaramia katika sekta hiyo na kuweza kuinua hali ya amani katika sekta ya polisi na kulinda raia na mali yao. Habari kuhusu afya kufatana na kampeni hiyo ya kusaidia Msalaba Nyekundu ipate kusaidia kufatana na aliko ambayo iliweza kutolewa kwa ajili ya msaada mbalimbali. Ndio mtu wa moyo Momba aliweza hivi kuleta vifaa mbalimbali kama vile viti vya walemavu na vifaa vingine kama vile mabeki, ni kwa ajili ya kusaidia wale ambao hawana pato wapate hivi kufaidia na msaada hiyo. Msalaba Nyekundu ambao imekuwa na shuti ya kuweza kuleta kupitia wasaidizi wenye kutumika pamoja nao kuleta msaada kwa wale ambao hawana pato kamili. Hapo ndio waliweza hivi mtu mmoja wa moyo mwema aliweza kutolea Msalaba Nyekundu vifaa mbalimbali vya msaada kama vile kiti ya kuikalia, pia miti ya kutembelea mama beki ambayo itaweza kusaidia wale ambao hawana pato wapate hivi kufaidiwa na msaada hiyo kupitia Msalaba Nyekundu. Ni sherehe iliweza kufanyizwa huko katika mtaa ya Lingwala ambako imekuwa uongozi kuu ya jimbo ya Msalaba Nyekundu. Katika hatua ya kuunga mkono mpango kuu ya baba wa taifa ya kuboresha sekta ya maadibisho nchini DRC, ndio kiongozi mkuu ya university ya ISK, hiyo ni university ya Simo Kimbangu, inaitwa Bwana Charles Kisolokele Kiangani, aliweza hivi kutoa vifaa mbalimbali muhimu ambayo itaweza kuruhusu university hiyo kuweza kujenga nyumba nyingine mpya na kuigaramia katika chumba cha kutia vitabu ama biblioteki. Hayo yote ni kwa ajili ya kuinua hali ya maadibisho katika university hiyo ya ISK. Upande wake Bwana Charles Tracy Kisolokele Kiangani pamoja na wale wenye kutumika pamoja nao wamejitahidi kutumika usiku kama vile mchana kwa ajili ya kugaramia wanafunzi wenye kujifunza katika university hiyo ya ISK wawe na maadibisho yenye kuwa bora pia kamili, wakitumia vifaa mbalimbali na wajifunze katika madarasa yenye kuwa halali na kujengwa yenye kuheshimu kanuni mbalimbali kama gisi imefanyizwa ulimwenguni. Katika jimbo la Kasai ya Kati tunajulisha kwamba aliko ya kualika vijana kwa kuweza hivi kuhimiza kama gisi baba wa taifa aliweza kutoa kwa ajili ya kuhimiza vijana na kuamsha dhamiri. Jenny Kande wa Mukendi, yeye ambaye alijelekeza huko katika jimbo la Kasai ya Kati kwa kipekee kunako teritoria ya Dibaya, huko ambako bwana Jenny Kande aliweza kuhimiza raia wa sekta ya Kamandu, pia Kwadi, Bakwa, Mamba, Kamuna, Sapu, huko ambako aliweza kualika
wapate kuwa na dhamiri ya mapendo ya nchi, pia kuunga mkono kazi mbalimbali yenye kufanyizwa kunako uongozi wa juu kufatana na hali ambayo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshambuliwa upande wake wa mashariki, na kila mkongomani mahali anapopatikana apate kufungia njia adui ya amani ambayo imekwisha kujulikana ni nchi ya Rwanda, wakijipitisha nyuma ya waasi wa M23. Bwana Jenikande ambaye aliweza kuhimiza raia hiyo ilikuwa baada ya kuona namna gani wakongomani upande wa mashariki wameteswa na kuweza hivi kuzoroteshwa na waasi au wa M23 pia nchi ya Rwanda. Baada ya kurudilia kwa mafungo ya kinabunge ambayo ilifanyizwa hapo, na pia wateule pia wana seneti ya eneo ya Kasai waliweza hivi kujikusanya kwa ajili ya kuchunguza mwendo ya kazi ya majengo yenye kufanyizwa katika jimbo hiyo ya eneo ya Kasai, ikawa kunako majengo ya kunako majengo ya bandari pia vilalo. Walikuwapo kitako katika mkutano huo waziri kusika na kazi ya majengo, kiongozi mkuu wa OVD pia wa Foner. Hapo pamoja waliweza kuona ya kwamba hali ni mbovu kabisa kufatana na hali ya mporomoko ya udongo ambayo imekuwa hapo, mpango kuu ya Chile Jelu ambayo imekuwa na tatizo kunako kilalo pia ya Ilebo, kunako bandari ambayo kazi haiendeleke kabisa. Hapo pamoja waliweza hivi kukubali pamoja ya kwamba baada ya miezi mitatu watarudia tena hapo kwa ajili ya kuchunguza kazi gisi imefanyizwa hapo. Katika mtaa ya Kisenso, mteule Honorable Venance Eyangamboyo ambaye aliweza kujelekeza hapo kwa ajili ya kuona namna gani barabara hiyo ya Renaissance imekuwa mbovu sana kwa ajili ya machilio ya kazi. Tufate. Sasa hapa komuni ya Kisenso tunapokea deputy national Venance Eyangamboyo anakuja kuangalia mambo, anaangalia njia hii na kusambanishaka na komuni ya Matete kuendelea mpaka komuni ya Lema. Ndio anakuja aone kwanza kama njia yenyewe iko na ita gani bayuwe. Sasa batakufanya je kwa kubeba nani na solution yenyewe tunachunga hapa kwa komuni yetu. Wamama wenye kuujisha mavazi ya kombo katika soko ya Gambela waliweza kufikiri kufatana na mwezi huu ya wamama pamoja, waliweza kufikiri kufuatana na kichwa cha neno ni kutafakari katika mwezi huu, ni kusema ya kwamba mwanamke msingi ya maendeleo mbalimbali. Wao kama vile wanawake wenye kujisha mavazi ya kombo kunako soko hiyo ya Gambela wamekuwa na ushirikiano yao, na pamoja walinena ya kwamba mwanamke si tu yule mwenye kuwa katika ofisi ama kutumika katika shirika fulani. Kila mwanamke mahali popote ambapo ametumika katika kazi ambayo ametumika awe msingi ya mradi mbalimbali yenye kuleta maendeleo. Wamama hawa ambao waliweza pia kufikiri kufatana na yale yenye kupitikana upande mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waliweza kunena ya kwamba hata kama wametumika katika sekta ya uchuuzi ya kujisha mavazi ya vyeti, wamekuwa nyuma ya vikosi vya FARDC pia wasuja wa wazalendo pia baba wa taifa, ili amani ikupate kurejea nchini yote nzima. Katika mtaa ya Kinshasa tunajulisha kwamba kiongozi wa mtaa ya Kinshasa amechukua hatua ya kutia usafi katika mtaa hiyo kama gisi inavyostahili. Tufate kunako microphone yetu. Hapa leo tuko mo Avenue Funa, mo soko ya Kipka. Tunapokelea burgomestre wa komuna Kinshasa na kuya hapa kufuatana na vile anasimuliwa na wakubwa wake, ministre intérieur na ministre provincial ya finance. Alisimuliwa na wakubwa wake balimsa command atengeneza tu hii barabara ya Funa. Vile balimulomba juu atengeneza, ndio mnamuona sasa hii leo anakuya hapa juu afaisha makazi kufuatana na vile balimulomba. Hapa sasa tu nalomba ndio na population bache tu kutupa mabintu mu carnivore. Ile sababu kumesa nakuya hivi anafanya makazi ya hivi inapendeza temuntu yote toa juu hapa ile fast kani ataweka mabuchafu yake. Tuona mvili ya kuangalia vision ya rais wa nchi na kufuatana na ministri yake na kufuatana tena na burgomestre wa nchi. Ndio makazi ile Mungu naona iko nafanyika hapa leo.
Katika mtaa wa Makala huko nako kiongozi wa mtaa hiyo Makala ni bwana Kafelo Ngudia, naye ameanzisha operesheni hiyo ya kusafisha kunako mkoa ya Elengesa. Tufate. Omani wote nalamukia baba wetu wa inchi Fachi Beton vile na bukumestre wetu wa Kinshasa juu ya kazi hii eko na tusutenir saa yote, tuko pale nyuma yake njoo ya kumusaidia kukazi. Leo she Makala tunashimama tena njoo ya kufanya salongo yetu special. Tuko pale muavni Elengesa, tuko natumika, unaona na hii mamvula buchafu bu unakuya, makanivo eko bushe, njoo pale bukumestre wetu anashimama tena leo asubuhi asema hatuwezi naacha buchafu mu Makala. Njoo pale tunashimama, tunakuwa tena kutumika kazi yetu ya salongo. Ba mama beko pale, brigade yote ya assainissement inashimama, tuko na choo cha buchafu, tuko na vide makanivo yote, tuko pale pa Elengesa njoo kutumika kazi yetu ya salongo. Wafuasi wa Radio Pia Televisheni ya Taifa, ni katika habari ndio tumepika nukta kwa habari yetu ya jioni ya leo. Kwa niaba yote tunapigia asante, Mwenyezi Mungu akitaka tukutane kwa siku za usoni.